Amini. Kwa nini nimetumia neno waamini? Kwa sababu leo tuna watu wengi wanasema Bwana Yesu asifiwe, lakini maisha yao hayamtukuzi Kristo. Ndio maana nimetumia neno je, waamini wanawezaje kuhifadhi umoja wa roho katika kanisa? Waamini, wale waliomwamini Yesu Kristo. Kuna mambo makuu matatu tutayaona. Jambo la kwanza, kulinda umoja. Mstari wa tatu anasema hivi, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Kulinda. Waefeso baada ya kufundishwa na kuletwa katika maisha ambayo wanatakiwa kuishi kwa uvumilivu, kwa upole, kwa unyenyekevu na kuchukuliana, sasa wanapewa jukumu kulinda. Na kulinda, neno kulinda maana yake ni amri, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Neno kujitahidi maana yake kuwa na juhudi, kuwa na bidii, kujituma kwa moyo. Kwa hiyo Waefeso walikuwa wanatakiwa kuwa na juhudi katika kufanya nini? Kuwa na juhudi katika kuhifadhi. Neno kuhifadhi maana yake ni kulinda. Neno kuhifadhi maana yake ni kutunza. Walikuwa wanatakiwa watunze ule umoja wa roho ambao Roho Mtakatifu ameuanzisha katika maisha yao, kwa sababu hapo awali walikuwa hawana umoja, lakini baada ya kumjua Kristo, Roho Mtakatifu akaweka umoja ndani yao, ushirikiano. Ndio maana mstari wa pili unasema kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Haya yote yanatengenezwa katika umoja. Hakuna namna wanaweza kuwa wapole kama hawana umoja. Hakuna namna kama wanaweza kuwa wanyenyekevu lakini wavumilivu, lakini wakachukuliana kama hawana umoja. Kumbuka, hii tunaita practical, ni maisha ambayo unatakiwa uyaishi. Sasa kila mmoja alikuwa na jukumu la kulinda, kuwa na juhudi. Kila mmoja alikuwa na jukumu la kuwa na juhudi ya kuhifadhi, kutunza, kudumisha. Neno kutunza maana kudumisha. Kanisa linapaswa kudumu katika umoja wa Roho Mtakatifu. Kanisa lipaswa kuishi katika hali ya kutengana. Kanisa linapaswa kuishi katika umoja wa Roho Mtakatifu. Ukizungumzia utatu, unashirikiana. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanashirikiana. Kile anachofanya Mungu Baba